Unajua ni nini kinakufanya we shabiki namba moja na kuwa tofauti na wengine? Ni kufahamu kwamba wanacheza unashinda, na kila kipyenga ni nafasi ya wewe kushinda. Mara baada ya hapa na pale, pitapita za hapa na pale na nini, kupita katika swala zima la kupambana na virusi vya corona ambavyo vinasababisha ugonjwa wa COVID-19, na hatimaye Mheshimiwa Rais hivi karibuni akatangaza kurejea katika hali yetu ya kawaida, kwa maana kwamba shughuli mbalimbali kurejea, ikiwemo swala zima la michezo. Mara hii sasa leo ni shughuli mahususi kwa ajili ya kutangaza rasmi ratiba ya ligi mbalimbali ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi. Tunazungumzia ligi kuu, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Na mbele yangu yupo tayari hapa mtendaji mkuu, ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, Almas Kasongo. Yeye atakuja na taarifa zaidi ili uweze kufahamu nini ambacho kinakuja na nani watakutana katika kukata utepe mara baada ya ligi kusimama kwa takriban miezi miwili. Karibu sana. Asante, nashukuru. Asante sana, karibuni katika zoezi letu la kutangaza rasmi ratiba zetu za ligi ya Vodacom, ligi kuu ya Vodacom, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Lakini kabla sijaendelea, napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru serikali kwa kuweza kuruhusu michezo kurudi, hususan ligi zetu. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kuwaambia watazamaji na Watanzania wajaribu kutuunga mkono, wajitokeze kwa wingi, wawe sehemu ya hii michezo yetu, ili kuweza kuona jinsi gani ambavyo kauli ya Mheshimiwa Rais tunaitekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo kama tulivyosema, leo tutakuwa na tukio kuu la kuweza kutangaza ratiba yetu ya pale tulipoishia. Tutakuja kukumbuka kwamba kwenye tarehe 18 michezo yote ilisimamishwa baada ya agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu kutokana na janga kubwa, kutokana na maradhi haya ya ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa kiasi kikubwa umeweza kupungua, na Mheshimiwa Rais ameona kuna haja ya kurudisha michezo ili tuweze kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa kama ambavyo sekta nyingine zimeweza kuendelea na shughuli zake. Kwa hiyo ligi yetu tumesema kwamba itafunguliwa ama itaendelea rasmi tarehe 13 mwezi wa 6 2020, na ratiba yetu tunayoitoa leo utakuja kuona kwamba tutakuwa na michezo tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 17. Msingi wa kuwa na hii michezo ni michezo ya viporo. Tutakumbuka kwamba mpaka ligi yetu inasimama, Yanga walikuwa na viporo viwili, Simba walikuwa na kiporo kimoja, na Azam nao walikuwa na kiporo kimoja, na Namungo nao na Kosi pia walikuwa na kiporo kimoja. Kwa hiyo kwenye kurudi katika ligi yetu tumesema kwamba tunarudi kwa kuhakikisha kwamba viporo vyote ambavyo vilitengenezwa katika hatua za awali kwanza tunamalizana nazo kabla ya tarehe 20 kuendelea sasa, na timu zote kuweza kuwa na michezo sawa na kuendelea na utaratibu wetu wa ligi kama ambavyo tulivyoweza kujipangia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii sasa kutangaza rasmi kwamba tarehe 13 ligi yetu inaanza rasmi, na tarehe 13 hiyo ya mwezi wa 6 kutakuwa na mchezo wa Mwadui na Yanga. Mchezo huu utachezwa katika uwanja wa Kambarage saa 10 mkoani Shinyanga. Lakini pia tutakuwa na mchezo wa Coastal Union na Namungo, mchezo utakaochezwa katika uwanja wa Mkwakwani pale Tanga. Lakini pia tarehe 14, kwa maana ya zile mechi za viporo ambazo nimezizungumza hapo awali, kutakuwa na mchezo wa Simba na Ruvu Shooting katika uwanja wetu wa Taifa. Bahati nzuri ama bahati mbaya, uwanja wetu wa Taifa ulikuwa na ile changamoto ya taa, kwa na ile changamoto ya taa. Kwa hiyo unaweza ukaona katika hii ratiba ambayo tunaitoa ni kwamba mchezo huo kwenye muda hatujaupangia, kwa sababu bado tunaendelea kufanya mawasiliano na wenzetu
wamiliki wa uwanja wa Taifa ambao wametuhakikishia hilo zoezi wanalifanyia kazi. Ndani ya hizi siku mbili watatuambia. Kwa hiyo mara watakapotuambia tutaconfirm muda kama hii mechi itachezwa saa 10 ama itachezwa saa 1. Kwa hiyo tarehe 14 Simba watacheza na Roof Shooting, lakini unaweza ukaona tarehe 14 hiyo hiyo Azam watacheza na Mbao katika uwanja wa Azam Complex. Sisi sote ni mashuhuda, katika kipindi kilichopita wenzetu wa Azam waliomba kutumia mechi zao za nyumbani katika uwanja wa Uhuru na uwanja wa Taifa kwa ajili walikuwa wanafanya ukarabati mkubwa katika uwanja wao wa Chamazi. Kwa hiyo wameconfirm uwanja wao wa Chamazi umekamilika. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa mechi zao zote za nyumbani watamalizia katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo tarehe 14 pia wenzetu wa Azam watakuwa wanacheza na Mbao katika uwanja wao wa Azam Complex. Mechi itachezwa saa 1 usiku. Baada ya mechi hizo za viporo, ligi itaendelea sasa kama kawaida, kwa maana sasa kila mtu atakuwa na michezo sawa. Kwa maana hiyo sasa kuanzia tarehe 20 ligi yetu ya Vodacom Premier League itaendelea, na tutalifunga pazia la Vodacom Premier League tarehe 26 mwezi wa 7 2020. Kwa hiyo unaweza ukaona baada ya hii place tutashare ratiba kwa vilabu vyote, tutatoa ratiba kwa vyombo vya habari vyote, lakini tutatoa ratiba kwa wadau wengine wetu wote ili waweze kuwa na ratiba ambayo itakuwa inawaongoza katika kuona michezo yetu hiyo ya ligi na michezo yetu ya ligi kuu na michezo yetu hiyo mingine ya ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili.